Wakati ndugu zangu wale ambao mnamiliki magari, labda gari lako unaona limechoka, rangi yake imeharibika, labda bampa limekatika, na inawezekana unataka uliweke gari lako katika muonekano mpya kabisa wa kisasa, muonekano wa kidigitali, muonekano wa vijana, hata kama umri umeenda kidogo. Basi hiyo kazi ambayo anaifanya ni mtu ambaye ni Team Russia dam, na tulishakubaliana kwamba sisi Team Russia tutakuwa tunafanya shughuli zetu kwa kuungana mkono. Unaweza ukampigia sasa hivi mtaalam bwana Abu Garage, yani popote pale wewe ulipo, as long as wewe ni Team Russia, ujue ukienda pale lazima utakuwa una discount kubwa sana kwa bwana Abu Garage, fundi wa kutengeneza magari, kunyosha mabampa, kupaka rangi, kulibadilisha gari muonekano na mambo mengine. Piga simu sasa 0764043854. Anapatikana Sayansi Kijitonyama jijini Dar es Salaam, na anafanya kazi siku 7 za wiki. Wewe peleka gari yako ili aweze kukutengenezea. Tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2026 tumeamka na ripoti mbalimbali ambazo zinatoka Mashariki ya Kati, zikiwa zipo katika engo tofauti, lakini kubwa zaidi ni Marekani itaanza kutekeleza mzingiro wa bahari dhidi ya usafiri wa majini ambao unaingia na kutoka katika bandari za Iran leo tarehe 13 kuanzia majira ya saa 4 za asubuhi kwa saa za Mashariki ya Kati, kulingana na taarifa ya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, kufuatia kushindikana kwa mazungumzo ya nyuklia na Teheran. CENTCOM inasema kuwa mzingiro huo utatekelezwa dhidi ya vyombo vya majini vya mataifa yote vinavyoingia au kutoka katika bandari za Iran na maeneo yake ya pwani, ikiwemo yale yaliyopo katika Ghuba ya Uarabuni na Ghuba ya Oman. Imeongeza kuwa uhuru wa usambazaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz kwenda na kutoka bandari zisizo za Iran hautazuiwa, na kwamba maelekezo ya ziada yatatolewa kwa mabaharia wa kibiashara kabla ya utekelezaji kuanza. Ikumbukwe Rais wa Marekani Trump alitangaza hatua hiyo kupitia machapisho yake kwenye mtandao wa Truth Social, akihusisha uamuzi huo na kuvunjika kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Alisema mkutano ulienda vizuri, mambo mengi yalifikiwa makubaliano, lakini hoja moja tu muhimu zaidi, nyuklia, haikukubaliwa, Trump aliandika, akiongeza kuwa jeshi la wanamaji la Marekani litaanza mchakato wa kuzuia meli zote zinazojaribu kuingia au kutoka katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Trump anasema Iran imeshindwa kufungua tena njia hiyo muhimu ya kimkakati, na akaishutumu Teherani kwa kuitumia kama chombo cha shinikizo. Akasema huu ni ulaghai wa kimataifa, aliandika, akiongeza kuwa Iran haitawahi kumiliki silaha za nyuklia. Pia anasema vikosi vya Marekani vitatafuta na kuzuia kila chombo katika maji ya kimataifa ambacho kimeilipa Iran ushuru, na kwamba operesheni za kuondoa mabomu ya baharini zinaendelea. Maafisa wa Marekani wanasema kuwa mzingiro huo utaambatana na juhudi za kuondoa mabomu ya majini katika eneo hilo, ambapo Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema tutaweka mzingiro katika mlango wa Hormuz, itachukua muda kidogo, na ameongeza kuwa nchi nyingi zitatusaidia katika hili. Pia anasema kuwa vyombo maalum vya kusafisha mabomu ya majini vitatumwa, huku mataifa mengine yakichangia uwezo. Maafisa wa Iran wamejibu kwa onyo kali. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema kuwa chombo chochote cha kijeshi kinachokaribia mlango wa bahari wa Hormuz kitachukuliwa kuwa kinakiuka usitishaji wa vita na kitashughulikiwa kwa ukali mkubwa. Spika wa bunge Mohamed Baghel Karibaf anasema vitisho havina athari kwa watu wa Iran. Ikiwa Marekani watajaribu tena adhima yetu, tutawafundisha somo kubwa zaidi. Matukio haya yanajiri baada ya mazungumzo marefu mjini Islamabad kushindwa kuzaa makubaliano, huku pande zote zikiendelea kutofautiana kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, ufadhili wake kwa makundi wa shirika, pamoja na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Na kwa mujibu wa maafisa wa kikanda, juhudi zinaendelea za kuirejesha Washington na Tehran mezani kwa mazungumzo, huku kukiwa na uwezekano wa mazungumzo mapya na jitihada za kuongeza muda wa usitishaji vita dhaifu katika siku zijazo. Wakati huo jeshi la Israel IDF limeripotiwa kuamuru tayari wa haraka kwa uwezekano wa kurejea tena vitani. Hii ni taarifa ambayo inatoka katika eneo hilo. Lakini pia ukiachilia mbali taarifa hizo, kunazo ripoti nyingine ambazo na zenyewe una kila sababu ya kuweza kuzifahamu, ambazo nazo zimetokea usiku wa kuamkia leo.
Taarifa nyingine ni baada ya kuvunjika kwa mazungumzo ya saa 24 mfululizo mjini Islamabad, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema Washington, Marekani imeacha ofa yake ya mwisho na bora zaidi mezani, huku Tehran wakisema mchakato huo ulivunjika kutokana na madai ya Marekani ya kupita kiasi au madai yasiyokuwa na msingi. Washington imeeleza kuwa mgogoro huo kuwa unatokana na shinikizo lake la kutaka dhamira ya kisheria inayofunga kwamba Iran haitafuatilia silaha za nyuklia, huku maafisa wa Iran wakisema Marekani ilijaribu kupata mezani kile ilichoshindwa kukipata vitani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, anasema mazungumzo ya Islamabad yalikuwa karibu sana kufikia hati ya makubaliano kabla ya kuvurugwa na msimamo mkali wa kupindukia kubadilisha masharti mara kwa mara pamoja na mzingiro katika mlango wa bahari wa Strait of Hormuz. Hii ni taarifa ambayo ilitolewa na Abbas Araghchi. Lakini pia taarifa nyingine wakati tukiwa tumelala, hizi ni taarifa za moja kwa moja ambazo ni za kuamkia leo tarehe 13. Rais Donald Trump ametoa taarifa fupi kuhusu afya ya marubani wawili wa Marekani waliookolewa kutoka Iran baada ya ndege yao aina ya F-15A kupigwa mapema mwezi huu. Utambulisho wao bado umewekwa siri, ambapo anasema wapo katika hali nzuri sana. Tunajivunia sana wao, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika kituo cha pamoja cha Andrews mnamo April 3. Ndege ya kivita ya Marekani aina ya F-15A Strike Eagle ilidunguliwa juu ya Iran na mfumo wa ulinzi wa makombora ya ardhini kwenda angani. Rubani aliokolewa ndani ya saa chache, lakini ilichukua karibu siku 2 kumpata afisa wa mifumo ya silaha. Maafisa hawajaripoti hadharani vifo vya Marekani katika operesheni hiyo ya uokoaji ambayo ilikuwa na gharama kubwa ya vifaa. Mbali na F-15E iliyodunguliwa, Marekani ilipoteza ndege moja ya A-10 wakati wa operation hiyo. Helikopta zilipigwa na kisha kuharibu ndege 2 za MC-130J pamoja na helikopta kadhaa ndogo aina ya Little Bird zilizokuwa ardhini Iran ili kuepusha kukamatwa. Lakini pia tumesikia ndege za kivita za Israel zimeripotiwa kufanya mashambulizi mapya katika mji wa Nabachie pamoja na Maifodou kusini mwa Lebanon, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetokewa. Lakini pia taarifa nyingine, usafiri kupitia mlango wa bahari wa Hormuz umesimama tena baada ya Trump kutangaza mzingiro baharini. Kulingana na taarifa ambayo imetolewa, ilisema baadhi ya meli ambazo zimesonga kwa kiwango cha chini zimesimama na nyingine zimegeuka kurejea zilipotoka. Ripoti hiyo inasema hata nafuu ndogo iliyoshuhudiwa wakati wa kusitishaji vita imetoweka, huku wamiliki wa meli wakijibu tishio la Marekani la kuzikamata. Lakini jeshi la Israel IDF linajiandaa kwa uwezekano wa kurejea vitani dhidi ya Iran baada ya kuvunjika kwa mazungumzo ya Islamabad, kulingana na taarifa. Kwa mujibu wa taarifa, mkuu wa majeshi Luteni General Eyal Zamel ameagiza utayari wa haraka wa uwezekano wa kurejea tena vitani. Lakini kwa mujibu wa taarifa, afisa mwandamizi wa ulinzi anasema kwamba Israel ina nia ya kurejesha vita dhidi ya Iran baada ya vita kumalizika mapema mno bila shinikizo la kutosha kuhusu suala la nyuklia na makombora ya ballistic. IDF haijathibitisha rasmi taarifa hizo za hivi karibuni, lakini tayari imesema wakati wa usitishaji vita kuwa iko katika hali ya tahadhari ya juu ya ulinzi, tayari kujibu kiukwaji wowote. Zamel alisema wiki iliyopita kuwa Israel iko tayari kurejea vitani dhidi ya Iran kwa nguvu kamili. Lakini pia afisa mwandamizi wa kijeshi wa NATO amesema kwamba Uingereza inaongoza mipango ya muungano wa zaidi ya mataifa 40 yenye lengo la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kulinda uhuru wa usambazaji, licha ya London kusisitiza awali kuwa haitajiunga na mzingiro wa Trump dhidi ya usafirishaji ambao unahusishwa na Iran. Alisema wanajadili nini cha kufanya na lini cha kufanya, ikiwa ni pamoja na kuweka vifaa tayari mapema, alizungumza afisa huyo. Lakini pia Marekani imesema ina mafuta mengi zaidi kuliko Urusi na Saudi Arabia zikijumlishwa, na nchi nyingine sasa zinatuma meli zao kununua mafuta ya Marekani. Maneno ya Donald Trump. Anasema kuna meli nyingi zinakuja kuelekea nchi yetu kujaza mafuta, hazitapitia mlango wa Hormuz. Mwishowe hilo litarekebishwa, lakini kwa sasa watanunua mafuta kutoka kwetu. Bei ya mafuta ya Marekani aina ya mafuta yale ambayo bado hayajawa liquefied imepanda hadi karibu $105 baada ya masoko ya Asia kufunguliwa Jumatano,
huku bei ya kimataifa ya Brent ikifikia zaidi ya dola 102 kwa pipa. Lakini pia Trump ameikosoa NATO tena, akisema muungano huo haukusaidia Marekani katika vita vyake na Iran na kudharau juhudi zao kuchelewa kuonesha msaada sasa wakati hakuna tishio la kweli tena. Alisema, nimevunjika moyo sana na NATO, hawakuwepo kwa ajili yetu, tunalipa trilioni za dola kwa NATO lakini hawakuwepo kwa ajili yetu. Alizungumza akiongeza kwamba suala hilo sasa litafanyiwa uchunguzi wa kina zaidi kama waendelee kuwepo na hao NATO au waendelee na misheni zao nyingine. Nukta ya taarifa ambazo niko nazo hapa ni kauli ambayo imezungumzwa na waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu baada ya kuitembelea kusini mwa Lebanon, na anasema vita vinaendelea, adui zetu sasa wanapigania kuishi. Waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu Jumapili ya tarehe 12 Aprili 2026 alitembelea kusini mwa Lebanon pamoja na waziri wa ulinzi Israel Katz, mkuu wa majeshi ya IDF General Lieutenant Eyal Zamel na mkuu wa kamandi ya kaskazini Meja General Rafi Milo. Baada ya ziara hiyo, waziri mkuu alielekea katika kituo cha kijeshi cha IDF karibu na mpaka, ambapo kamandi wa division ya Galila Brigadier General Yuval Gaz alimpa maelezo kuhusu operation katika division hiyo. Benjamin Netanyahu alisikika akisema, nipo hapa pamoja na waziri wa ulinzi, mkuu wa majeshi, mkuu wa kamandi ya kaskazini, kamanda division na askari wetu wa akiba. Kuna ari kubwa sana hapa na utayari wa kupigana, na wanapigana vizuri. Vita vinaendelea, ikiwa ni pamoja na ndani ya eneo la usalama nchini Lebanon ambapo nilikuwepo muda mfupi uliopita. Tunachokiona ni kwamba tumedhoofisha tishio la uvamizi kutoka Lebanon kutokana na eneo hili la usalama. Tunasukuma mbali hatari ya mashambulizi ya makombora ya kupambana na vifaru vya kushughulikia makombora ya masafa marefu, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Anasema tumefanya kazi kubwa sana, tumepata mafanikio makubwa, lakini bado kuna kazi zaidi ya kufanya na tutaendelea kuifanya. Moja ya mambo tunayoona hapa ni kwamba kimsingi tumebadilisha sura ya Mashariki ya Kati. Adui zetu Iran na muhimili wao ovu waliokuja kutuangamiza na sasa wanapigania kuishi tu. Tunaona hili katika kila uwanja. Haya ni mafanikio makubwa kwa taifa la Israel na jeshi la ulinzi la Israel, wanajeshi wetu wa kawaida pamoja na wanajeshi wetu bora wa akiba, wananchi wa Israel pamoja na watu wengine wote ambao wanashiriki katika mission hii. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.